kuna ugonjwa unaitwa engua. Mwaka jana kwenye vijiji na mitaa huku ilikuwaje? Ilikuwaje hapa Masasi msipate mwenyekiti hata mmoja wa mtaa? Ilikuwaje msipate mwenyekiti hata mmoja wa kijiji? Kwa sababu wapinzani wote walienguliwa. Na ilikuwa hivyo nchi nzima. Anayeifanya hiyo kazi Mohamed Mchengerwa, mkwe wa mama. Hauna kosea? Kwa hiyo tumepata sifuri kila mahali kwa sababu ya kuengua wagombea. 2020 wagombea kwa maelfu walienguliwa. Kwenye ubunge peke yake sisi wa Chadema tuliweka wagombea 244, wakaengua siku ya kwanza 63, tukapambana tukarudisha 28. Wagombea wetu 35 wakaishia kuenguliwa. Nchi nzima bunge letu hili la leo lina wabunge ambao hawajachaguliwa na wananchi wengi kuliko bunge lingine lolote tangu tumepata uhuru. Majaliwa hajachaguliwa, Nape hajachaguliwa, Mwambe hajachaguliwa, Spika Ndugai hakuchaguliwa, Kabudi hakuchaguliwa, wako kibao. Na madiwani ni hivyo hivyo. Madiwani 872 wa kata hawakuchaguliwa. Zaidi ya 20% ya kata zote nchini wapita bila kupinga. Namna ya kuondoa huu ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani ni kuanza kuweka kwenye katiba na kwenye sheria ya uchaguzi kwamba uchaguzi maana yake ni kuna wagombea wawili au zaidi. Kusiwe na uchaguzi wa mgombea mmoja hata kidogo. Sheria ikisema hivyo, katiba ikisema hivyo, watakoma kuengua wagombea. Na sheria iseme kwamba kama mgombea amekosea kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kuandika majina yetu. Kama umekosea kuandika jina, hivi ni kosa lisilorekebishika hilo? Hapana. Kama umekosea muhuri wa chama, huwezi ukaambiwa arekebishe huo uweke muhuri sahihi. Haiwezekani. Ukapewa siku 1 au 2 kurekebisha kosa. Haiwezekani. Mbingu zitashuka chini kwa sababu umeambiwa ukarekebishe kosa la kwenye fomu ya uchaguzi. Kwa sheria iseme hakuna kuengua wagombea tena, na katiba iseme hakuna uchaguzi wa mtu mmoja tena. Uchaguzi manake kuna wagombea zaidi ya mmoja. Hilo ni jambo la ngapi? La 3. La 4. Fujo tunazofanyiwa wakati wa kampeni na mapolisi na usalama wa taifa na ma-DC na wakuu wa mikoa na maafisa tarafa na watu wa CCM, fujo tunazofanyiwa. Mimi nimegombea urais, nilikataliwa kuja kufanya mikutano ya kampeni kanda ya Kusini. Kusini yote sikukanyaga. Kwa sababu gani? Kwa sababu Magufuli hakukanyaga. Magufuli alikuwa na sababu ya kutokuja huku, ya kuogopa kuja huku. Aliwaleteeni jeshi likawanyang'anya korosho. Mimi kwa sababu Magufuli hawezi kuja, wakaamua na mimi nisije. Nimekwenda kufanya mkutano Kilwa Kivinje, nilipigwa mabomu ajabu. Nikakwepa kanda yote, Lindi, Mtwara, ilizuiwa kabisa. Ni uchaguzi wa aina gani? Nimepigwa mabomu kwenye mikutano mingine 3. Nikazuiliwa kufanya kampeni siku 10. Na
sio mie peke yangu. Kila mgombea wa upinzani mwenye uwezo wa kuishinda CCM alifanyiwa vurugu ajabu. Na wanaofanya vurugu ni hao wanaopaswa kutulinda, kwa sababu wanaambiwa. Na mnaona wenyewe hata mkutano tu wa kawaida huu, mkuu wa wilaya anafanya mkutano mahali pengine pale. Wewe bwana afande OCD, ni utaratibu gani? Kuna mkutano wa hadhara hapa, DC anafanya mkutano wa hadhara mita 100 au 200 kutoka hapa. Huo ni utaratibu wa wapi? Ni utaratibu wa wapi? Mnaruhusu DC anazungumza, tumewapa taarifa ya mkutano, alafu DC anatuma watu wanasema mkutano wa Chadema hautafanyika, wameahirisha, na mapolisi mpo. Huo ni utaratibu wa wapi? Sasa kwenye kampeni ni mbaya zaidi, kwa sababu mapolisi wanatuumiza, usalama wa taifa wanatuumiza, watendaji wanatuumiza. Tunataka fujo hizo zikome. Hizo fujo za kampeni zikome. Hilo jambo la ngapi? La 4. La 5. La 5. Hao watoto wa Masamia. La 5, ndugu zangu. Na nyie mnafahamu, wala sizungumzi mambo msioyajua. Wakati wa uchaguzi, inapofika siku ya kupiga kura, mawakala inakuaje? Mawakala wa upinzani inakuaje? Wanatolewa. Kuwaapisha, kabla ya kutolewa, kuwaapisha ni vita na mkurugenzi. Mkurugenzi kupeleka majina vituoni ni vita. Kuingia vituoni ni vita, hata kama wana barua za utambulisho ni vita. Kukaa vituoni mpaka mwisho vita. Kupata matokeo vita. Na hiyo yote ni kwa wapinzani tu. Ni uchaguzi wa aina gani? Tunataka sheria ya uchaguzi iseme kama hakuna wakala wa chama chenye mgombea, uchaguzi ufanyike kwenye hicho kitu. Uchaguzi ufanyike iwapo tu kuna mawakala wote. Nanielewa jamani? Ili tutendewe haki wote. Kama kuna mawakala wa kila upande, hakutakuwa na kura za wizi. Hilo ni la ngapi? La 5. La 6. Siku hizi matokeo yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki. Au nakosea? Matokeo yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki. Hatutaki tena chaguzi zetu ziamuliwe kwa mtutu wa bunduki. Tunataka chaguzi zetu ziamuliwe kwa sanduku la kura peke yake. Hilo la ngapi? La 6. La mwisho. Hivi tutazika watoto wetu mpaka lini kwa sababu ya uchaguzi? Tumechoka. Kila uchaguzi sasa bila mauaji hauendi. Ili CCM wawe wabunge inabidi watoe kafara ya binadamu. Ili wawe madiwani inabidi watoe kafara ya binadamu. 2020 sio 10 ngapi? Na Chingwea hapa moto ipa. Huyu Mahadhi huyu mbunge na ameshinda mara mbili zote, na wanamwibia. Amevamiwa siku ya uchaguzi, vyombo vyake vya matangazo vimeibiwa, yeye na wenzake wakakamatwa, watu zaidi ya 200 wakaenda kufungiwa polisi. Wamekaa na kesi miezi mingapi ya bure kabisa. Watu wangapi wamevunjwa miguu na Chingwea? Watu 9 wamevunjwa miguu. Ili iweje? Ndio maana wale kuparalyze hao. Kwa hiyo hatutaki
hatutaki tena chaguzi zinazoendana na watoto wetu kutolewa kafara. Tunataka chaguzi za amani, tunataka chaguzi za haki. Mambo mangapi hayo? Saba. Hayo yakitekelezwa tutaenda kwenye uchaguzi kesho. Hayo yakitekelezwa tutaenda kwenye uchaguzi. Yasipotekelezwa mwaka huu, I say, yasipotekelezwa mwaka huu, mimi nitaomba na nitawaambieni wa Tanzania, msiruhusu uchaguzi ufanyike. Na huu ujumbe tutaupeleka sio tu nchi nzima, tutaupeleka duniani. Tutaupeleka kila nchi yenye balozi Tanzania, tutaenda kuwaona na kuwaambia. Na tutaenda kwenye nchi zao kwenda kuziambia serikali zao. Na tutaenda kwenye mashirika mbalimbali ya kimataifa kwenda kuwaambia kwamba tunataka mabadiliko, vinginevyo uchaguzi, tutahamasisha uchaguzi usifanyike. Sasa na waombeni wananchi wa Masasi, nimalizie, tusiwakwaze hawa mapolisi wanachochewa na DC wao. Wito wangu kwa wananchi wa Masasi na wito wangu kwa wananchi wa Kusini, kumbukeni adha ambayo wamewasababishieni miaka yote hii. Kumbukeni adha za kuwa watu wa Kusini. Kumbukeni adha za Kusini. Na hapo wala sijazungumza habari ya gesi, au nimezungumza? Na kumbukeni madhara yote ambayo tumeyapata kwa sababu ya uchaguzi. Halafu muamue kwamba kama ambavyo tumesema, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sasa mimi naomba nimalize ili tukapumzike na bwana afande akapumzike na watu wake vile vile. Naombeni nimalizie. Na nimalizie kwa wito aliotoa Mheshimiwa Lema. Kila mmoja wetu aweke mkono wake kwenye harakati hii. Kila mmoja wenu achangie. Changia kwa kiasi unachoweza. Kama una maji ya kutupa ya kunywa, tupe, tunywe, tufanye kazi. Kama unaweza kutusaidia mafuta, tuwekee mafuta, magari yatembee, tufanye hii kazi. Kama una mahali pa kutulaza, tulaze ili kesho tuamke tufanye kazi. Kwa ndugu zangu, mimi nimemaliza. Nawashukuruni sana. Nawashukuruni kwa kunisikiliza. Nawashukuruni kwa mkutano huu wa leo. Mkutano mkubwa sana. Tutakutana siku nyingine. Mungu awabariki. Tutaonana siku nyingine.